Kuna mikopo pia imesainiwa leo na kampuni hii inaitwa TMRC. Kampuni hii inajishughulisha na utoaji wa mikopo ya nyumba ya muda mrefu. Na kama mnavyofahamu, ninafurahi kuwepo hapa leo. Tumesaini mikataba na taasisi za fedha ambayo ina kiwango cha shilingi bilioni 63. Hii ni mikopo ambayo itaenda kusaidia kuwapa makampuni ya Kitanzania, makampuni ya madogo na ya kati kuweza kupata mitaji ya kuendesha biashara zao. Itasaidia kuleta ajira katika sekta mbalimbali na kuweza kusaidia kuleta pia nyumba tunaita affordable housing kwa kupitia kuwapa watu mitaji ya muda mrefu kuweza kununua na kujenga nyumba. Tunaamini itaweza kusaidia kuendeleza uchumi na kusupport serikali katika mikakati yake, especially mpango wa maendeleo wa nchi ambao unatekelezwa kwa sasa hivi. Tanzania imenufaika kwa kiwango kikubwa. Viwanda vingi ambavyo vilianzishwa mwanzoni, kama unataka kwenda kwenye historia, vilipata mikopo kutoka EADB. Sitaki kutaja majina hapa, lakini unaangalia viwanda vya simenti, viwanda vya sukari, vingi vilipata mikopo kutoka EADB. Lakini kwa sasa hivi kwa miaka ya karibuni, kama alivyosema mkurugenzi wa maendeleo wa TIB, EADB pia imekuwa inasapoti taasisi za hapa nchini kuweza kutoa mikopo kwenye sekta mbalimbali za maendeleo. Kuna kilimo, kuna viwanda, lakini EADB yenyewe pia imesapoti moja kwa moja. Kuna ujenzi wa SGR, miradi yote ya kimkakati katika nchi hii. EADB imeweza kushiriki na kutoa fedha kwa ajili ya kuitekeleza hiyo miradi. National Housing, mlimsikia mwakilishi wao akisema jinsi ambavyo EADB imesaidia katika ujenzi wa nyumba. Sio tu nyumba kubwa za kibiashara, lakini hata hizi tunaita affordable housing, especially Dodoma. Kwa hiyo EADB imesaidia pia kuhamia kwenda Dodoma kwa kuweza kusapoti SGR. Pia EADB imesapoti kazi na mkakati wa benki wa serikali kuhamia Dodoma. Kuna mikopo pia imesainiwa leo na kampuni hii inaitwa TMRC. Kampuni hii inajishughulisha na utoaji wa mikopo ya nyumba ya muda mrefu. Na kama mnavyofahamu, nyumba ni moja ya mahitaji ya muhimu sana kwa binadamu. Na mara nyingi gharama za kumiliki nyumba ni kubwa, na mara nyingi wengi wetu tunakuwa hatuna fedha nyingi kwa mara moja kuweza kununua na kumiliki nyumba. Kwa hiyo utaratibu huu maana yake ni kwamba utawawezesha Watanzania wengi kupata mikopo ya muda mrefu ili waweze kumiliki nyumba. Na kama ambavyo mmekuwa mkifuatilia kwenye tukio hili la leo, tumewaambia hawa wenzetu ambao wamefanikiwa kupata fedha hizi leo, wawaambie Watanzania waweze kujua kwamba hizi fedha zipo, wazitumie, watangaze utaratibu ambao unahitajika. Lakini lingine ambalo tumesema EADB ni benki yao, ni benki yetu, ni benki yangu, ni benki yake. Na hii benki ina fedha za kutosha. Kwa hiyo nitoe wito kwa wadau mbalimbali, na kama ambavyo tumezungumza leo kwamba benki hii sio tu kwa taasisi kubwa za kiserikali, hapana. Hata watu binafsi, taasisi za watu binafsi na zenyewe pia zina fursa kuja kutembelea hii benki, wajue mambo ambayo benki hii inayafanya, na wao waweze kufaidika na hii mikopo nafuu ambayo benki hii ya maendeleo ya Afrika Mashariki inafanya. Kwa hiyo tukio la namna hii tumelifanya leo, lakini tutaendelea kufanya matukio ya namna hii kwa mara nyingine katika siku zijazo, ili kuweza kuitangaza, watu wajue na waweze kufaidika na fursa ambazo zinatolewa kwa benki hii. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, ofisi mbalimbali waweze kutembelea, kuwasiliana na hii benki ya maendeleo ili kuweza kufaidika na fursa hizi ambazo EADB inatoa.